Kwa jina naitwa Brigita Nasura. Niko hapa katika hospitali ya mkoa wa Rufaa Kitete, Tabora. Na niko katika kada ya uuguzi. Ni afisa muuguzi msaidizi katika hospitali hii, lakini katika kitengo cha CTC. Kwanza ningependa kufahamu, unajisikiaje kukutana na Mawengi TV kwa mara ya kwanza? Najisikia furaha tu. Ikiwa kwa siku hii ya leo tunaangazia masuala mazima ya virusi vya ukimwi ambavyo haviambukizi. Mtazamaji anapenda kujua kwanza virusi vya ukimwi ambavyo haviambukizi ni nini na vinakuwaje hivyo? Tunaposema kwamba virusi vya ukimwi haviambukizi ni wakati ule ambapo mteja wetu ambaye amegundulika na maambukizi ya virusi vya ukimwi ametumia dawa zaidi ya miezi 6 na akapima kipimo cha kwanza cha wingi wa virusi vya ukimwi ambayo kwa Kiingereza tunaita viral load. Akipima sasa majibu yale ya kwanza yakakutwa ana kopi chini ya 50. Kuanzia hapo huyo mteja wetu tunasema kwanza tunamuita ni mteja ambaye tayari ni mteja ambaye ana ufuasi mzuri wa dawa. Kwa maana kuanzia hapo sasa tunaamini kwamba akiwa na kopi chini ya 50 ana uwezo tena wa kuambukiza mtu mwingine. Kwa maana hiyo anapaswa aache matumizi ya zile dawa ambazo amepewa ARVs au anatakiwa endelee kutumia kama kawaida? Hapana. Kuacha hatumshauri mteja aache, kwa sababu kwa ujumla ugonjwa wenyewe ulivyo ni kwamba jinsi anavyoendelea kutumia dawa yale maambukizi yanafika wakati yanakuwa hayaonekani kwa wingi, kwa sababu jinsi anavyokunywa dawa anazuia au anadhibiti wale wa virusi vya ukimwi kuendelea kufanyaje kuzaliana. Sasa siku zinavyoenda jinsi dawa anavyokunywa kwa uaminifu kwa wakati sahihi na kwa siku kila siku muda sahihi kwa wakati wakati sahihi na kila siku anakunywa kila siku asiache hata siku moja. Ina maana nafika wakati sasa ile dawa inakuwa imedhibiti wale wa virusi. Sasa vinadhibiti kwa namna gani? Kitu cha kwanza ni kwamba ile dawa anapopewa mteja, unaweza kumuona mteja ana dawa ziko za aina nyingi za ARV, lakini zina madaraja yake. Akiwa daraja la kwanza atapewa dawa kidonge kimoja ambacho anaweza kawa anatumia kidonge kimoja tu kwa watu wazima ambayo kinaitwa TLD. Ile dawa mle ndani unaona ni kidonge kimoja, lakini ndani yake kuna aina 3 za dawa. Ni fixed combination. Kwa hiyo ndani ya zile dawa 3 kila dawa ina kazi yake. Anapokunywa mteja dawa inaenda kufanya nini ndani? Kitu cha kwanza ile dawa inaenda kufunika ile kinga mwili. Inakuwa imefunikwa kuzuia kirusi kisiingie kule ndani kikaenda kufanya uharibifu. Dawa ya pili inaenda kudhibiti kama kuna kirusi yoyote aishaingia kwenye kinga mwili ambayo tunaita CD4. Ikiwa kama ameshaingia mle anadhibitiwa asiendelee kuharibu ile CD4, lakini pia anadhibitiwa asizaliane. Kwa sababu kirusi kimoja tu unaweza ukawa labda ni mfanyakazi wa afya umejichoma sindano labda wakati wa operation au nini ukadharau ukasema hivi kisindano hiki kimekichoma kidogo tu wadudu watakuwa wengi huu. Yaani usidharau, kwa sababu hata kama umepata kirusi kimoja kisha ingia ndani ya kinga mwili yako basi umeshakuisha, kwa sababu kina uwezo wa kuzaliana mamilioni ya watoto. Na yule hahitaji dume. Ni yeye mwenyewe ndio jike ndio dume, akishakomaa ana uwezo wa kujizalisha yeye mwenyewe. Sasa kinga mwili yako huwa inazalisha kinga moja, inatengeneza kinga moja. Yaani ina maana inajigawa mara 2. Kwa hiyo kinga moja mara nyingi inatoa kinga ya pili na kuwa 2. Ndio kuzaliana kwake. Ile moja inaenda inajigawa kwenye ile kiini cha ile kinga. Sasa kwa hawa wenzetu hawa virusi wao wenyewe ni anazaa watoto wengi kwa mara
mara moja. Ndio maana tunasisitiza mtu hata akiwa labda amefanya ngono zembe kwa bahati mbaya, amebakwa, labda daktari au muuguzi amefanya shughuli yoyote, huduma kwa mteja au mgonjwa akagundua kwamba mgonjwa ana maambukizi na yeye amejihatarisha, labda amejichoma sindano au amejiparua, inabidi afanyeje? Awai kwenye, au damu imemrukia kwenye jicho, awai kwenye tiba. Aje hapa kitengo cha TC apate ile huduma ya nini? Ya dawa kinga. Anapewa hizo dawa kwa ajili ya kuzuia maambukizi yasianze kufanya kazi. Kwa hiyo mteja anapopata maambukizi ya kirusi akiingia kwenye damu, ana masaa 72 ya kufanyaje? Ya kujibadilisha ili awe anafanana na hiyo kinga yako ya mwili. Anatoka kwenye ile hali yake ya zamani na kuingia kwenye hali ambayo inafanana na kinasaba chako cha mwili ambacho ni CD4 yako. Anakuwa na kinasaba cha DNA kama ya kwako. Sasa akiwa katika hali hiyo, kinga mwili yako sasa inashindwa kumtambua kama ni adui. Na ndio maana kirusi kinaingia kwenye mwili, kinafanya mashambulizi, mwanzoni uwezi ukafahamu kama umepata maambukizi. Kwa sababu yani kinga haishtuki kwamba kuna kirusi kimeingia. Sasa katika hali hiyo, ili dawa iweze kufanya kazi, ina maana unywe dawa kila siku. Lakini wakati huo ile inapoingia inazuiliwa, ile kinga inafunikwa na dawa ili kufanya nini? Ile dawa yani ile kirusi asifanyaje? Asiingie ndani. Kinachofanya ni kwamba kuna sehemu ya kupokea yule kirusi aingie, inaitwa receptor. Kwa hiyo ile eneo halifunguki. Kwa hiyo kirusi anajaribu kugonga ile kinga mwili aingie, anashindwa. Atabaki huko nje anazunguka. Kama yuko ndani amebahatika kuingia, basi anadhibitiwa asizae. Kama ametoka na wale watoto, basi anaenda anadhibitiwa wale watoto waendelee kubaki kuwa watoto. Wasifanyaje? Wasikomae. Wakikomaa tu na wenyewe wanaanza kutafuta kinga mwili ziliko. Sasa wewe unaweza ukazalisha mwili wako, unaweza kujizalisha kinga mwili hata kama unakula vizuri namna gani, hazizidi 2000. Ni 1800, 1700 hivyo. Lakini kwa yeye anazaa mamilioni ya watoto. Kwa hiyo akiingia akaanza kushambulia, ni rahisi sana kinga yako kuisha. Kwa hiyo ndio maana tunasisitiza mgonjwa anywe dawa kila siku. Sasa akiweza kunywa dawa kila siku, zile hatua zote 3 zinazuiliwa. Kirusi anashindwa kuingia, akiingia kule ndani hawezi kuzaa, na akiwa kama ni watoto wametoka nao wanakuwa wanadumaa, yani hawaruhusiwi kukua wakakomaa ili waweze na wenyewe kufanyaje? Kushambulia. Kwa hiyo mwisho wa siku huyu mtu anaonekana ana afya njema. Atakapopima kinga yake itakutwa kinga iko juu, virusi vinakuwa chini, na kama anapima hiyo wingi wa VVU ndio unakutwa inakuwa chini ya kopi 50. Kwa hiyo kitaalamu wanasema akiwa na kopi kuanzia 50 na kushuka chini, kama ni 10, 20, 30 kulingana na ile damu iliyochukuliwa kwenda kupima kule kwenye mashine, hapo huyo mteja tunasema yuko salama na ana uwezo wa kutoambukiza mtu yoyote. Umeeleza kwa uzuri kabisa kwamba ili mtu ajulikane na virusi vya ukimwi inachukua muda kidogo kutambua. Je, kwa wale watu ambao wanakuja kupima hospitali kwa ajili ya kuhakikishana na wenzao kwamba huyu anaugua ukimwi au haugui, iwapo atapima afu atakuta hana maambukizi, hii haiwezi kumwambukiza mwenzake? Kwa kawaida ukishakuwa umeingia kwenye hatari au umejihisi kwamba ulishatembea na mtu ambaye ana maambukizi au ulikutana kimwili, ulifanya naye ngono na ngono yenyewe ikawa sio salama au kutumia kinga, yani kitu cha kwanza tutakupima wewe kuangalia una maambukizi au la. Lakini kama anawezekana kupatikana yule mwenza wako, na yeye ni vizuri akapima ili usikae na hofu. Huenda ni maneno tu amekuambia watu huyu anaishi na maambukizi, kumbe ni mzima. Kwa hiyo na yeye ni vizuri na yeye apime. Lakini kitu kingine kinachoendelea ni kwamba huyu mteja wetu tutamshauri kwamba arudi kupima tena baada ya siku 20 na ngapi? 28.
Sasa inategemea kama tuna uhakika kwamba huyu mtu alipata maambukizi au huyo mtu aliyenaye ana maambukizi, huyu tunampa kinga. Tunampa dawa kinga ambazo atatumia kwa muda wa siku 28. Baada ya siku 28 atarudi kupima tena. Iwapo atakutwa tena hana maambukizi, tunaamini kwamba huyo mtu hana maambukizi. Lakini kama atarudi akakutwa hana maambukizi, tunamsisitiza hiki kipindi chote ambacho anasubiri majibu ya pili kuja kupima, asikutane kimwili na ule mtu wake bila kutumia kinga, ili tuhakikishe na majibu ya pili yakoje. Kwa maana hiyo muda rasmi wa kutambua virusi vya ukimwi vimempata mtu ni masaa mangapi au muda gani? Sio masaa. Kwa sababu tunasema akiingia kirusi mpaka aanze kushambulia kinga ni masaa 72 au siku 3. Ndio maana kama mtu amepata hiyo dharura ya kubakwa sijui, tunamwambia ndani ya huo muda au amekuja kufanyaje kupata hiyo huduma ya dawa kinga. Lakini tunaona ni vizuri zaidi kama atapata, yani inafanya kazi zaidi kwa uhakika na kwa usalama zaidi ndani ya masaa 24. Usingojee wasaa siku 3 basi nitaenda kesho, hapana. Limetukia tukio kama ni mfanyakazi yuko ndani ya hospitali, nashauriwa siku hiyo hiyo awahi kupata huduma. Ili inasaidia kwamba unavyoendelea kupata huduma, yani unavyoendelea kuchelewa kupata huduma hii, ndivyo unavyosababisha hatari ya wewe kuambukizwa. Kwa hiyo sasa ikitokea huyu mteja amekuja akapima, tunamshauri arudi tena baada ya mwezi, kwa sababu kuna uwezekano ile awamu ya kwanza tunapompima sio kwamba amepata maambukizi kutoka kwa yule. Tunaamini kwamba huenda yeye mwenyewe anaweza kaa alikuwa tayari ni muathirika. Anahisi kwamba anapewa kwa huyu, kumbe tayari mwenyewe alikuwa tayari ana maambukizi mengine huko nyuma. Kwa majibu ya kwanza akiwa positive, tunajua huyu tayari alikuwa muathirika hata kabla hajakutana na huyu aliyekutana naye. Kwa hiyo yakitoka kwamba hana maambukizi, sasa tunasubiri majibu ya pili. Yale majibu ya pili ndio yatatuonyesha sisi kwamba kweli huyu mteja wetu hajapata maambukizi kutoka kwa huyu mtu ambaye amekutana naye. Lakini kuanzia hapo sasa lazima maisha yabadilike. Yani ni kwamba vijana wetu wanapoanza mahusiano wengi wanajisahau hicho kitu. Akiona tu msichana mzuri, akiona mvulana mzuri, anampima kwa macho, anasema huyu hana maambukizi. Wanaanza mahusiano. Sasa unakuta watu wengine mpaka wamekaa miaka, ndio baadaye sasa wanaanza kushtuka, mara tunataka kufunga ndoa sijui. Ndio ile anafunga ndoa, anaambiwa kule lazima ukapime. Anaenda kupima ndio anakutwa na maambukizi. Sasa hapo haitasaidia, kwa sababu hao watu walishakuwa kwenye mahusiano ya muda mrefu. Lakini kwa ujumla, lakini pia inategemea umepata kiasi gani cha maambukizi. Mfano, umepata kwa njia ya damu. Uliugua kwa bahati mbaya sana, ukawekewa damu ambayo ina vimelea vya virusi vya ukimwi.